Natumai mmeshinda salama. Karibuni tena kwa msururu wa mafundisho kuhusu mwanadamu ni nani. Kwa majina naitwa Morris Kisa. Morris Kisa ni msomi wa Biblia na ni mwalimu wa Injili na mhudumu wa Injili ya Agano Jipya. Zaidi ya yote nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na wakaribisheni tena kwa nafasi nyingine murwa kabisa ambayo naomba niwaletee ujumbe ulio maalum sana. Ujumbe ambao haujagushiwa hata kidogo. Ujumbe ambao una uzima. Ujumbe ambao ni wa ushindi. Ujumbe ambao haulinganishi na ujumbe mwingine mzuri duniani kote. Haleluya. Hii ni Injili ya Yesu ambayo ni halisi kabisa. Kwa hivyo nawalikeni tena jioni ya leo. Natumai mmeshinda salama. Kwa hiyo tunaenda moja kwa moja kwa mafundisho yetu. Siku ya juzi tuliweza kuona majukumu ambayo Mungu alimuumba nayo Adamu. Tukasema kuwa ni majukumu manne makuu. La kwanza tukasema ya kuwa aliumbwa mwanadamu ili aweze kutawala. La pili, ili akaweze kutiisha dunia ama kuongezeka duniani na kuitiisha. Ya tatu, tukaona kuwa alimuumba mwanadamu ili akaweze kuwa mwangalizi na mtunzaji wa mali yake aliyoiumba hapa duniani. Na la mwisho tukasema kuwa mwanadamu aliumbwa ili akaweze kuwa mshirika ama akaweze kuwa ni kiumbe wa kushiriki ama kuabudu Mungu. Kwa hivyo jambo kubwa ambalo Mungu alimuumbia mwanadamu ni ule ushirika. Maana Mungu ni Mungu wa mahusiano na ni Mungu ambaye anapenda watu. Na tulisoma maandishi kadhaa, hatutayarudia kwa maana kuna mengine ambayo hatukuweza kuyasoma kwa sababu ya muda. Maana unajua mtandao tumepimiwa muda ni dakika 10 peke yake. Na naomba kwenye hizi dakika 10 ukaweze kutembea na mimi. Tunaenda kuangalia maisha ambayo mwanadamu anaweza kuishi. Lakini kabla ya hilo naomba tukaweze kusoma, tulisoma kitabu cha Mwanzo 2:5, lakini kuna kifungu kimoja hatukukisoma. Viwili, hata sio kimoja, vifungu viwili ambavyo hatukuweza kuvisoma kwa sababu ya muda. Mwanzo 2:8 kufikia 9. Na Biblia inasema hivi: tuliona kuwa Mungu aliumba vitu kwa viwango viwili. Kiwango cha kwanza aliumba kwa maneno, na kiwango cha pili aliumba kwa kuvifanya kwa mikono yake mwenyewe. 2:8 hadi 9 inasema, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipua katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo unaona kwamba Mungu alipoumba vitu vyote, kwanza wacha nitofautishe kati ya neno create and form. So kuna viwango hivyo viwili vya uumbaji. Kuna kule kuumba kwa maneno, wakati ambapo Biblia imesema dunia ilikuwa utupu. Kwa hivyo aliumba kutoka kwa utupu wa dunia na akaweza kuleta vitu. So hata mwanadamu ana huo uwezo wa kutengeneza vitu kwa viwango viwili. Jambo la kwanza unakiona kwenye mawazo yako. Ukisha kiwaza kile jambo, ukishaliwaza lile jambo, kisha unakuja unalitekeleza. Kwa hivyo katika kufanya kule ndio kunaleta udhihirisho. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa katika mawazo ya Mungu,
Na kisha ndio maana Biblia inasema ya kwamba pale tuliposoma katika 1:26 kwamba na Mungu akasema na tumuumbe mwanadamu. Wakati huo mwanadamu alikuwa katika mawazo ya mwanadamu ya Mungu, alikuwa katika anga ya kiroho, na sasa ikawa aweze kudhihirishwa katika anga ya kimwili. Na kudhihirishwa katika anga ya kimwili, kwa kuwa yeye ni kiumbe wa kimwili, ilipasa aumbwe kwa udongo, maana udongo ndio rasilimali ya dunia hii ama resource. So alikuwa atolewe kwenye udongo ile mwili huu. Ndio maana mtu akifa huwa tunamzika, ni kwa ajili alitoka kwenye udongo na udongo unarudi kwenye udongo. Kwa hiyo Mungu akapanda shambani katika shamba la Edeni. Alipochipua mimea, alihitaji mwanadamu aweze kutunza mimea ile, na ndio sababu aliweza kumweka kwenye shamba la Edeni. Kifungu cha pili ambacho tunakisoma hapa ni katika hiyo Mwanzo 3:8, tuweze kudhibitisha kuwa Mungu alikuwa anakuja na anashiriki na mwanadamu ibada, na ikawa ni kawaida. Lakini siku hii ilikuwa tofauti, ndio ninataka tuiangalie, na imewekwa pale ndani ili tuweze kuona mtindo ambao walikuwa wanaishi nao Adamu na Mungu, jinsi walikuwa wakishirikiana. Kwa hiyo kwa kawaida Mungu alikuwa anaweza shuka wakati wowote, lakini haswa sana wakati wa mchana, wakati ambapo jua limekuwa kali. Na itikadi hii ilibebwa hata katika taifa la Israeli. Walikuwa wanajua ya kwamba huo ni wakati wa kushiriki ibada, na kila mara wangeweza kwenda kanisani ingefika tu saa 9 mchana. Sasa huo ndio wakati ambao Mungu alikuwa anakuja na wanaokuwa na ibada na Adamu. Kwa hiyo tunaangalia tukio hili, lakini siku hiyo nimekuambia kwamba ilikuwa ni tofauti sana. Tunasoma katika Mwanzo 3:8 na 9. Biblia inasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. 9 inasema, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mungu alipokuja alimkosa Adamu kwenye nafasi yake, kwenye nafasi ya ibada. Adamu alikuwa katoroka. Kwa nini? Kwa sababu aibu ilikuwa imemgubika, kwa kuwa hakukuwa ametenda jinsi walivyokuwa wameagana na Mungu. Na kupitia hilo tendo la kuweza kudanganywa na kusikia sauti ya mwovu, Adamu alipoteza vitu vyote, alipoteza mamlaka yote. Na ndio sababu leo hii katika ulimwengu wanadamu wanateseka. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu wote walihesabiwa makosa ya Adamu. Kwa hivyo kila mtu alihesabika kuwa mkosaji kwa sababu ya hilo tukio lililotukia kwenye bustani ya Edeni. Na ndio maana Adamu alijificha. Kwa nini? Kwa sababu alijiona uchi wake. Na ukisoma pale chini hapo mbele ya kifungu cha mwisho cha mlango wa pili wa Mwanzo, wa kitabu cha Mwanzo mlango wa pili mstari wa mwisho, Biblia inasema hivi, nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Hapo mwanzo, kabla ya tukio lililotukia pale kwenye bustani la Edeni, Adamu na mkewe walikuwa uchi na wala hawakuhisi aibu yoyote. Hiyo tunaisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 2:25. Na sasa hapa kuna kitu ambacho kimebadilika. Kuna jambo ambalo limebadilika pale. Maana kuna yule kiumbe ambaye alitumika na adui akaingia kwenye bustani na akaweza
kukorofisha uhusiano wa Adamu na Mungu wake. Aliharibu kabisa, na Biblia inasema kupitia kitendo hiki Adamu alinyang'anywa mamlaka aliyopewa na Mungu, akaipeana mwenyewe kwa adui. Na ndio maana siku hiyo, kwa kuwa waliamini uongo uliotokana na adui, wakakaidi sauti ya Mungu, mwanadamu alianza kukufa siku hiyo. Kwa nini? Ilikuwa ni sehemu ya hukumu ambayo Mungu alikuwa amepeana kwa ajili ya kutotii kwa mwanadamu. Maana alikuwa amewaambia tokea mwanzo ya kwamba mti wa mema na mabaya msile. Na ukumbuke kuna miti yote ambayo walikuwa wameruhusiwa kula, mpaka mle ndani kukawa kuna mti wa uzima. Hawakukanywa kukula mti ule. Mti waliokanywa kukula ni mti mmoja, ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na baadaye tukiendelea na safari hii, nitaweza kukufunulia, ni kuonyeshe mti wa mema na mabaya ulikuwa nini. Watu wengi wanahisia, wana mambo mbali sana, wana mambo mengi sana kuhusu jambo hili. Hata wengine wanasema ya kwamba Adamu na Hawa walishiriki tendo la ndoa, na sio hivyo. Maandiko hayasemi hivyo. Mti wa mema na mabaya ni ishara ya sheria ya Musa. Kwa hiyo hilo tutaliangalia wakati tutakapofika kule, maana tutaifunua kwa maandiko mengi sana katika kitabu cha Warumi na vitabu vingine vingi sana. Kwa hiyo tutaweza kuendelea zaidi. Tutoke pale, nikishafafanua haya mambo, ninataka kwenda moja kwa moja mpaka kwenye swala ambalo tulikuwa tumeratibisha ya kwamba tutalizungumzia siku ya leo. Nalikwambia hapo awali ya kwamba mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa kwa njia ya kipekee sana na Mungu, kwa kuwa huyu mwanadamu ni kiumbe, kando na kuwa ni kiumbe ana mwili na ni kiumbe wa kiroho, pia ni kiumbe wa maadili. Maadili kwa kizungu tunasema manners, ama intellectual kwa kizungu, yaani ni kiumbe wa akili, na maadili yanatokana na hali ya akili ya mwanadamu. Kwa hiyo tunataka tuangalie maisha katika viwango vitatu ambavyo mwanadamu anaweza ishi. Mwanadamu yeyote, ikuwe ameokoka, anamjua Mungu wala hamjui Mungu, akuwe anaenda namna gani ama anafanana namna gani, anaweza kuishi maisha katika viwango hivi vitatu ambavyo ninaenda kukuonyesha siku ya leo. Na kwa kuwa najua muda hautaniruhusu, naomba nishughulikie kiwango kile cha kwanza. Kiwango cha kwanza cha uzima ama cha maisha ya mwanadamu ni kiwango cha kimwili. Mungu akamuumba mwanadamu na akampa mwili, na mwili ndiyo leseni yako halisi yako wewe, inayokuruhusu uweze kutekeleza mambo katika dunia hii. Viumbe wote ambao hawana mwili hawana ruhusa, ni kinyume na ni hatia kwao kudhihirika katika ulimwengu wa kimwili. Ama kinyume cha kuwa na mwili ni kuwa ni kiumbe cha kiroho. Roho haina umbo. Ndio maana Mungu hawezi kufanya jambo lolote duniani asipomtumia mtu. Lazima Mungu akitaka kutekeleza jambo katika dunia, uso wa dunia, lazima amwingie mtu na amtumie kutekeleza kile ambacho amekusudia kwa wakati wowote ule. Ni kinyume na sheria. Ni kana kwamba uniambie ama niseme ni kinyume na kanuni za dunia hii. Kanuni ni nini? Kanuni ni sheria ya asili. Kwa mfano,
Huwezi rusha jiwe juu na lisirudi chini. Kuna sheria ambazo zinafanya nini? Zinatawala dunia. Kila kitu kiendacho juu lazima kirudi chini. Tunaita hiyo force of gravity, na hiyo ni sheria ya asili. Kwa hivyo sheria ya asili upande wa roho na mwili ni kwamba hakuna roho yoyote inaruhusa kujidhihirisha katika ulimwengu wa kimwili bila chombo cha kimwili. Kwa hiyo shetani hawezi fanya kitu duniani pasi na kumuhusisha mwanadamu. Kadhalika Mungu hawezi fanya neno lolote duniani ila amtumie mwanadamu. Kwa nini? Mwanadamu ndiye ana haki zote na anakubalika na sheria ya asili kutekeleza mambo ya kimwili kwa kuwa ana mwili. Haleluya! Sasa mimi husikia watu wakisema, nikasikia pepo ikapiga nyumba. Hapana, huo ni udanganyifu na ni mawazo yako na akili zako zinakudanganya. Pepo lazima amwingie mtu ama amwingie mnyama ndiposa akaweze kujidhihirisha katika dunia hii. Haleluya! Kwa hiyo mwanadamu ana uwezo wa kufanya mambo ya kimwili, na maisha haya tulisema katika lugha ya Kigiriki yanaitwa bios. Na nataka tuangalie vifungu kadhaa ambavyo vinathibitisha hilo, ya kwamba mwanadamu kama vile gurudumu la gari linavyozunguka tu na kutekeleza kazi, ndivyo hivyo mwanadamu ameumbwa tu kufanya yale mambo anayofanya. Haijalishi anayafanya kinamna gani ama yanakuudhi kinamna gani, ni asili yake inamruhusu kufanya yale mambo. Tunaangalia. Kwa hiyo mtu anayeishi maisha ya kimwili ni mtu ambaye maisha ya kimwili ni yale ambayo anafuatilia maisha yanayopendeza katika nafsi yake. Yaani yeye anang'ang'ana kuburudisha nafsi, anang'ang'ana kufurahisha nafsi yake mwenyewe, asijue ya kwamba maisha hayo, jambo la kwanza, sifa ya maisha hayo ya asili ni kwamba ni maisha ambayo yanafurahisha nafsi. Yanafurahisha nafsi namna gani? Ya kwanza ni kwamba asipogusa kitu, asipoona kitu, asipohisi kitu, asiposikia na asipokinusa, hicho kitu hakipo. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye anaweza tumika wakati wowote, saa yoyote, kufanya mambo ya ajabu ajabu, na hajui kana kwamba mambo anayoyafanya ni mazuri ama ni mabaya. Wacha nitoe mfano. Kuna watu ambao wamependa sana kuwa maarufu kiasi kwamba hawana mipaka. Kwa sababu ya kule kupenda kuwa maarufu, wanafanya mambo ya kiajabu ajabu. Wanaweza wakakaa hata uchi wa mnyama, mradi wametimiza kile ambacho kiko ndani ya mawazo yao. Maisha yao wanaishi katika mawazo yao, katika akili zao na mwili wao. Yaani jinsi hisia zinavyowaendesha ndivyo hivyo wanavyoenda tu. Na ndio maana kama umekuwa na mimi tokea pale mwanzo, nimekuambia ya kwamba kuna wanadamu wanaoishi kama wanyama. Wao wanaenda na hisia tu, jinsi hisia zimewaambia tu ndivyo wanavyokwenda. Hiyo ni hatari sana, kwa kuwa maisha hayo, kwanza, jambo la kwanza ni ya udanganyifu. Maisha hayo, jambo la pili, ni kwamba hayana muda, hayadumu. Vitu hivyo havidumu. Na jambo la tatu, vitu wanavyovifanya katika kimwili ni mambo hatari sana. Yaani ni vitu ambavyo ni vya kuharibu, vina uharibifu mkubwa sana katika maisha yao. Mara nyingi wakishagonga mwamba ndio wanaanza kutafuta kurudi. Ni kwa kuwa vitu walivyovidhania vinawapa raha,
vinawageuka na vinaweza kuwa sumu katika maisha yao na kuweza kuwadhuru vibaya sana. Kwa hiyo nataka tusome maandiko matatu tukaweze kukamilisha kipindi hiki cha leo. Tumeangalia tu maisha ya kimwili. Maisha ya kimwili tumesema ni wale watu ambao wanapenda kufurahisha nafsi, yaani wanajiburudisha, wanaweza fanya vitu vya ajabu ajabu ile tu kufurahisha nafsi zao. Na nataka tusome katika kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso 2, Paulo hajasahau. Paulo anakumbusha watu wa kanisa la Efeso, washirika wa kanisa la Efeso, kuwa wakati mmoja walikuwa kwa watu wa kimwili. Msiseme kuwa ndugu anapayuka tu hajui anachokisema wala haangalii maandiko. Nimekuambia maandiko ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu na katika huduma wangu. Kwa hiyo Waefeso 2 kuanzia mstari wa 1 tutasoma hadi mstari wa 4, na Biblia yangu inasema hivi: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kufuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yenu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Haleluya! Kwa hivyo Paulo amefafanua vizuri sana hapa. Amesema jambo la kwanza, ameziita kwamba ni kawaida za ulimwengu. Kawaida za ulimwengu, yaani anazungumzia sifa ya maisha ya kimwili. So maisha ya kimwili kulingana na Paulo anasema kwamba ni kuenenda na kawaida, kuenenda tu na mfumo ambao upo. Huo ndio unaitwa ukawaida wa ulimwengu. Mambo unayoyaona, mambo unayoyasikia, mambo unayoyanusa, mambo unayoyagusa, vitu unavyoviona, jinsi yanavyokwenda tu, kwenda tu na mwelekeo jinsi unavyokwenda. Huo ndio tunaita kawaida ya dunia. Kisha amesema kufuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi kati ya wana wa kuasi. Sasa ameuita huo kiongozi wa dunia hii, maana yeye ndiye anayetawala. Shetani ndiye anayetawala mfumo huo. Kwa hivyo unaenenda katika nguvu na uweza wa vitu ambavyo yeye mwenyewe amefanya nini? Amevianzilisha na akaviweka. Kisha anarudi anasema pia hata na yeye pia alishiriki mambo yale. Pia ameita kuwa ni tamaa za miili na pia na kutimiza mapenzi ya mwili na ya nia. Hayo ndio maisha ya kawaida, yaani maisha ya kimwili ni kutimiza tu haja za mwili na haja za nia. Nia ni akili. Jinsi akili zimekuelekeza ndivyo unavyokwenda. So Biblia inasema kuwa kupitia mambo haya wote walihesabika kuwa wana wa uasi ama watoto wa hasira ya Mungu. Nadhani tuko pamoja wapendwa. Kifungu cha pili nataka tuone Petero na yeye pia akiwa ni mhudumu wa Agano Jipya, naye anasema nini katika kitabu cha Petero wa kwanza. Petero wa kwanza mlango wa 4. Tuanze mstari wa 2. Biblia inasema, tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu, wakati wenu uliobakia wa kukaa hapa duniani. Maana wakati wa maisha yetu tuliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa.
kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karama za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. Petero naye ameita maisha hayo mambo kuwa ni tamaa za wanadamu, akaziita pia kutenda mapenzi ya mataifa, akaziita pia ufisadi, akaziita tamaa na ulevi na karama za ulafi na vileo na ibada za sanamu. So vitu hivyo vyote vina majina. Maisha hayo yana majina. Maisha haya imesemekana ni ibada za sanamu, ni kufurahisha tu mwili, yaani kuburudisha tu mwili. Na ndipo anatuonya ya kuwa tusienende katika hayo, bali tutaweza kuangalia baada ya siku chache, tutaangalia pia maisha yale ya kiroho, ni maisha gani ambayo yanatupasa tukaweze kuenenda kwayo. Kifungu cha 3 ambacho nataka tukisome ni katika waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 2. Waraka wa kwanza wa Yohana 2. Naona Yohana pia anatuonya pale. Anawaonya washirika wa kanisa la wakati ule. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 15, 16 na 17. Biblia inasema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Bwana Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Naye Yohana anasema nini? Yohana ameita maisha hayo ni maisha ya dunia. Akaja akayaita pia ni tamaa ya mwili, akaita tamaa ya macho, na akaita kiburi cha uzima. So maisha ya kimwili ni maisha hatari, na ni maisha ambayo Kristo ametukomboa nayo. Ashukuriwe Baba, kwa maana wengine wetu atungelifika umbali tumefika, asingesimama pamoja nasi. Yesu ni mwenye huruma, Yesu ni mwenye upendo, Yesu ana rehema na hawezi kata tamaa, akituita tuje tumjue ili atupeleke katika anga nyingine. Kwa hiyo wapendwa, tumeona kuishi katika maisha ya kimwili ni jambo hatari sana, ni jambo la kuvunja moyo, na ni jambo la kuhatarisha, na ni jambo lisilofaa na halipendezi. Maana tamaa za kimwili zinadanganya, ni za muda, ni zinapotosha na zinaangamiza. Biblia inasema adui haji ila aibe, auwe na aangamize, bali nalikuja ili wawe na uzima na wawe na tele. Tumgeukie Kristo wapendwa, tumgeukie Mungu, ili kwamba Mungu kwa nguvu zake na uweza wake akatuinue viwango, akatutosheleze. Vitu vya dunia haviwezi tosheleza mtu, havijawahi tosheleza yoyote. Jinsi unavyovipata ndivyo tamaa ya hivyo vitu inazidi. Hata kama ni hela, ndio hela ni mzuri, lakini unapopata hela ndivyo pia mahitaji yanapoongezeka. Kwa hivyo hela haziwezi zikakupa uzima, mali haiwezi ikatupa uzima, raha haiwezi ikatupa uzima, bali zinatudanganya tu, zinatupa hafueni ya muda. Licha ya kuwa ni vitu vizuri namna gani, licha ya kuwa vinapendeza namna gani, licha ya kuwa vinafurahisha namna gani, vinafurahisha tu macho. Na ukienenda kwa macho yako, watu wengi wamepoteza maisha yao, watu wengi wameangamia, watu wengi wamepotea wakifuata tamaa za macho na tamaa za miili yao. Kwa hiyo wapendwa,
Karibuni sana, ninawapenda na Bwana akazidi kuwabariki, Bwana akazidi kuwaongoza, Bwana akazidi kuwalinda. Tutaonana tena siku nyingine kwa neema ya Mungu. Bye. Bwana akubariki sana.